Sura ya 19 mstari wa 12b unasema hivi: unitakase na mambo ya siri. Zaburi 19:12b. Anaanza kwa kusema ni nani awezaye kutambua makosa yake? Kisha anasemaje sasa? Unitakase na mambo ya siri. Mambo ya siri ndiyo yanayozuia baraka. Mambo ya siri ndiyo yanayozuia nguvu za Mungu kwenye maisha ya watu. Mambo ya siri ndiyo yanayosababisha maadui kushambulia na kupata matokeo. Mambo ya nini? Ya siri. Wewe una mambo gani ya siri? Kwa sababu hata uchawi ni mambo ya siri. Hata uzinzi ni mambo ya siri. Sasa hayo mambo ya siri sasa yana madhara makubwa kwenye maisha ya watu kujapata kuona. Yaani bora kosa la wazi. Bora kosa la wazi. Mambo ya siri huondoa utukufu wa Mungu kwenye maisha ya mwanadamu. Mambo ya siri hufungua milango ya kushambuliwa. Acha nikutajie mambo kama 5 hatari ya siri. Hata wewe unatufuatilia YouTube, nazungumzia mambo ya siri. Hata unayeandika unaweza ukaandika hiyo mambo ya siri. Mambo ya nini? Ya siri. Sio mambo ya asili, mambo ya siri. Mambo ya siri hayawezi kudumu kuwa siri. Jambo lolote ambalo unaweza kumelificha kama siri ni kama kukumbatia kaa la moto. Ni kama kukumbatia nini? Kaa la moto. Nataka tukatembelee hapa kwa jamaa hawa wanaitwa Wagalatia wasio na akili, sura ya 5. Kuna kitu hapa nataka nizungumzie shortly. Mambo ya nini? Ya siri. Mambo ya siri yana madhara gani? Haya mambo ya siri, mambo ya siri huwa yanaondoa uwepo wa Mungu katika maisha ya mhusika taratibu, bila watu kujua. Na watu wanapokuja kujua, mtu alishaliwa zamani. Kwa nje unaweza ukamuona kama unavyoweza ukaona matikiti maji, au kama unavyoweza ukaona matango yale hasa ya kienyeji, si tunaita limbe. Kwa nje linamelemeta vizuri sana, lakini ndani kulishaoza. Ndivyo ambavyo mambo ya siri, ukipenda kufanya mambo ya siri mabovu, yanakutafuna ndani kwa ndani, yanaondoa sura ya Mungu ndani yako, yanaondoa utukufu wa Mungu ndani yako, yanaondoa nguvu za Mungu ndani yako,
na Roho Mtakatifu anaondoka ndani, kwa sababu hakaji mahali pachafu. Baadaye sasa kuna kuja kutokea mlipuko sasa, ambao kila mtu ataona, kila mtu ataona. Sasa watu wanapokuja kuona, wanaona lakini ulishaoza zamani. Katika kitabu hiki cha Wagalatia sura ya 5 mstari wa 16, bila shaka nitasoma. Basi nasema enendeni kwa Roho, enendeni kwa nini? Enendeni kwa Roho, wala hamtatimiza kamwe tamaa za mwili. Mambo ya siri haya, tamaa za mwili ni mambo ya siri haya. Nani anayejua kwamba sasa hivi unatamani nini? Siri. Unaweza ukawa watu unatamani ibada iishe, wewe nyumbani kwa too much. It is too much. It is not too much. Angalia tena, enendeni kwa nini?